Bwana Mkubwa Fella tunavyomtambua kama ni moja kati ya wasanii na moja kati ya mameneja ambao waliwahi kumsimamia msanii Aslay hapo nyuma kipindi ambacho anakuwa kwenye muziki wake. Moja kati ya watu ambao walisimamia muziki wa Aslay alipokuwa anafanya muziki kabla hajajiunga na Yamoto Band na vitu kama hivyo. Mimi namzungumzia Mkubwa Fella. Amezungumzia sakata la Aslay kuweza kufanya show za chaka tu chaka kama ambavyo tumeweza kumuona kwenye mitandao ya kijamii, kama ambavyo tumeweza kuona video zake kwenye blogs mbalimbali mitandaoni akifanya show za chaka tu chaka, kitu ambacho kimeonekana kuwashangaza watu wengi sana na kuweza kutoa maoni yao jinsi gani ambavyo msanii huyu amekuwa akifanya hizo show ambazo zimekuwa zikileta ambazo zimekuwa hazina msingi na hazina maana kwa show, kwa jinsi ambavyo Aslay sisi tunamfahamu. Sasa Mkubwa Fella amezungumza, amesema kwamba Aslay ni mtu ambaye alishaambiwa toka kitambo sana jinsi gani ambavyo anatakiwa kuweza kufanya muziki wa Bongo Flava, vitu gani ambavyo anatakiwa kuweza kuvizingatia kwenye huu muziki, lakini alikuwa kama mtu fulani ambaye anapuuza sana. Ndio maana ameingia kwenye sakata zito na mpaka ameweza kushuka na kupotea kimuziki na mpaka kuweza kufanya show za chaka tu chaka huko nchini Kongo. Sasa Aslay aliwahi kuwa chini ya Mkubwa Fella na amepitia mafunzo na amekuwa ni kama meneja yake kwa muda mrefu kuweza kumsimamia kwenye muziki wake, na ameweza kufanya muziki vizuri na mpaka sasa amekuwa anazidi kufahamika. Lakini hiki ambacho anapitia sasa hivi hata Mkubwa Fella kimeweza kumshangaza. Kitu gani ambacho Aslay kama Aslay amekuwa akipitia kwenye muziki wake licha ya kuweza kusimamia vizuri kwenye muziki ambao anakuwa anaufanya kila siku. Kitu hichi bana kimemfanya hata Mkubwa Fella kuweza kuingiwa na huruma jinsi gani ambavyo maisha amekuwa akiishi msanii huyu ambaye anaitwa Aslay kwa sasa. Mimi nikukumbushe tu, hii ni Chris Media 24. Usipite bila kusubscribe, jioni kwenye familia hii kubwa ili kuweza kupata taarifa zote za kiburudani kutoka Bongo lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania. Issue ya Aslay imefika pakubwa zaidi na kuweza kuwafanya watu wengi waweze kuzungumza, huku hata Mange Kimambi naye amesema kwamba alijiingiza kwenye maisha ya gharama zaidi, maisha ya kistaa zaidi bila kufahamu na kuweza kuzingatia kwamba maisha ya ustaa huwa yana mwisho. Kwa hiyo alishindwa kuweza kujitengeneza na kujiwekea budget ya kuweza kufanya uwekezaji nje ya muziki, na ndio maana amekuwa akiishi maisha feki na ambayo imeweza kumpelekea kuweza kupata depression ya maisha na kuweza kufanya vitu ambavyo havina maana kwenye muziki wake. Je, vipi tunaungana